Watoto wa Mungu Baba aliye hai, Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu sana 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 kwa neema yake iliyo kuu ambayo inatufanya mpaka leo hii tunaishi, kwa uzima tulio nao, kwa neema yake iliyotukusanyisha tena pamoja na kutuunganisha tena pamoja kama mwili wa Kristo. Tumekusanyika kwa jina kuu la Bwana Yesu, jina lenye nguvu na mamlaka na heshima na utukufu na uweza na amri, juu mbinguni, chini duniani, hata chini ya nchi, yani kuzimu. Na kwa sababu tumekusanyika kwa jina la Yesu, mwenye jina aliye mkuu, mfalme wa wafalme, Bwana mabwana, ambaye uweza wa kifalme uko begani mwake, Mungu mwenye nguvu, mshauri wa ajabu, Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, yupo katikati yetu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na ibada tulio nayo, tuna ibada ya kujifunza neno la Mungu, kupata maarifa ya neno la Mungu, kwa sababu Mungu pia amesema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo nafasi Mungu ametupa, tuna ibada ya kujifunza neno la Mungu na maombi, na kukaribisha sana. Naisema naye Mama Elwa, Jesus is the way. Karibu sana katika ibada hii, na imani yako yote weka kwa Mungu na kwenye neno lake, usiweke kwa mtumishi. Mtumishi ni chombo tu, na Mungu yuko tayari kwa kutuhudumia. Roho Mtakatifu aliye mwalimu wa walimu anakwenda kutufundisha kitu kikubwa sana siku ya leo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya. Tutakwenda kufungua ibada hii kwa maombi. Baba Mungu, nakushukuru. Sante kwa maana umetupa tena nafasi. Hakika Mungu umetupa nafasi, na sisi tunasema asante, kwa sababu tumetambua si kwa wema wetu wala kwa uzuri wetu wala kwa chochote kile, bali ni kwa neema yako iliyo kuu, ambao Baba imetupa tena nafasi ya sisi kusogea mezani pako, kula na kunywa mezani pako. Baba, sante kwa ajili ya neno lako lilo hai, linalotoka katika kinywa chako, lenye pumzi yako, yenye kumwokoa kila mwanadamu ambaye ataliamini na kulipokea. Baba Mungu, nasema asante. Asante Bwana Yesu, wewe ndio neno la uzima, uliubeba mwili ukaja ukakaa kwetu, na tunauona utukufu wako Baba, katika jina kuu la Bwana Yesu. Sante kwa nafasi tena ulionisimamisha mtumishi wako, kuhani wako. Ninaomba rehema, ninatubu popote nilipokosa, kwa kujua na kwa kuto kujua. Ninajua jambo moja tu, nimekosa mbele zako na kupungukiwa na utukufu wako, na ninaomba damu yako ipate kunitakasa na kunifinyanga Bwana Yesu, na kuendelea kunisimamisha katika kusudi lako. Baba, nasema asante kwa msamaha na utakaso wa damu yako takatifu. Ninatubu sasa kwa ajili ya watoto wako wa Bwana, katika nafasi ya ukuhani ulionipa Baba. Ninatubu kwa ajili ya mama huyu, baba huyu, binti huyu, kijana huyu, watoto hawa. Mungu, upate kuwa rehemu wao na ndugu zao na jamaa zao na marafiki zao. Mungu, hata maadui zao. Baba, pata kuwa rehemu, waoshe kwa damu yako takatifu, wafinyange Bwana. Baba, tunakuja mbele zako, kwako kuna msamaha Baba wa mbinguni, ili jina lako lipate kuogopwa. Sante Mungu wa rehema na neema. Neema yako Bwana ipate kutufunika. Neema yako yenye kutufundisha sisi wanadamu ikatufundishe. Roho Mtakatifu wa Mungu, tunajimimina mikononi mwako. Tumekubali kuwa wanafunzi wako. Tumekubali kuongozwa na wewe Roho wa Bwana. Tufundishe, tufinyange kwa neno hili, litutoe imani hadi imani, utukufu hata utukufu. Neno lako Bwana kila linapopita, lipite na nguvu zako Baba, na hizi nguvu zako Mungu zikamfungwe kila mmoja mwenye vifungo, katika jina la Yesu Kristo. Neno la Mungu hili nalifungulia njia mashariki, magharibi, kaskazini, kusini, kwa jina la Yesu Kristo. Nalifungulia neno la Mungu kwenye kizazi hiki Baba, kila linapopita Bwana Yesu, kwenye kila nafsi kapate kuponywa, kwenye kila moyo kapate kufarijika, mioyo iliyovunjika ikapate kuponyeka kwa neno hili Bwana, sawa sawa na ahadi yako Isaya 61. Mungu na nguvu, Mungu na uweza, aliye mgonjwa akakutane na neno hili sasa Bwana, likamuinue kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu
uliopo kulisimamia neno lako upate kulitimiza. Kwa ishara na maajabu na miujiza ukasimame. Tembea Roho Bwana katika kila kabila, tembea na neno hili. Katika kila lugha, tembea na neno hili. Katika kila taifa, tembea na neno hili. Roho Mtakatifu wa Mungu kalithibitishe neno hili kwa ajili ya utukufu wako. Mungu wa rehema, kwa rehemu madhabahu Bwana, ikiwa kuna jambo lolote Bwana Yesu ambalo Baba litafanya au limefanya usisikie maombi yetu kwa jinsi yote ile, damu yako ipite na kutakasa. Na Mungu wa rehema na neema, ukatembee sasa, ukamguse kila mmoja, ukamtakase kila mmoja kwa damu yako takatifu. Wokovu wako ulio kamili ukajulikane Bwana, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Neema ya wokovu na ifungulia katika jina la Yesu katika kizazi hiki. Asante Bwana, asante Roho wa Mungu. Sante Baba, na ichota damu Yesu na kumwaga kwenye mbingu ya kwanza, ya pili na ya tatu, kwenye nchi na chini ya nchi na mbingu zote na maanga yote, na yamwagia damu ya Yesu katika jina la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Sante Roho Mtakatifu, kwa maana hili ndilo kanisa lako, na juu ya huu mwamba Bwana umelijenga kanisa lako Bwana, wala malango ya kuzimu hayataliweza kamwe, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Nami Baba, katika jina la Yesu, kushindana kwangu mimi si juu ya damu na nyama, bali silaha zangu zinaweza katika Mungu kuangusha ngome. Kwa jina la Yesu Kristo ninaangusha sasa kila roho iliyojinua, inayojinua na itakayotaka kujiinua juu ya ibada hii, juu ya kusudi la Mungu alilolikusudia juu ya ibada hii. Ninazifunga roho zote za giza, mamlaka zote za giza na ufalme wote wa giza kwa damu ya Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Ninawaseta kuzimu kwa jina la Yesu. Ninawafunga wakuu wa anga, wakuu wa giza, wafalme wa anga, majeshi yote, mapepo abaya, mapepo achafu katika ulimwengu wa kiroho, shetani na mawakala wako wote, ninawafunga kwa damu ya Yesu katika jina la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Na kwa jina kuu la Yesu Mwokozi ninawaamrisha, hamtakuwa na mamlaka juu ya ibada hii. Hamna mamlaka juu ya ibada hii kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi. Ninalisimamisha kusudi la Mungu lo hai, likasimame na kufufua mioyo ya watu, likasimame na kuvuna mashambani. Malaika wa Mungu wa mavuno mkashuke, mliobeba jina la Yesu na damu ya Yesu. Malaika wa Mungu wa vita mkashuke, mliobeba jina la Yesu na damu ya Yesu. Mkampiganie kila mmoja takayefungua moyo wake kupokea kutoka kwa Bwana, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Baba, asante kwa kuandaa mioyo yetu kwa utukufu wako. Damu yako izidi kutufinyanga kwa ajili ya jina lako, katika jina la Yesu. Ninaendelea kusema Yesu ndiye Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Amen. Na kila mwenye pumzi aseme amen. Amen. Na leo tuna somo zuri sana, na neno la Mungu ni tamu. Jana nimepokea message, kuna mtu amenitumia message, neno la Mungu ni tamu. Hakika neno la Mungu ni tamu. Alikuwa amebarikiwa sana, na unaona kabisa kwamba mtu amejaa furaha, amejaa amani ya Mungu. Lakini amani ameipata wapi? Ameipata katika neno la Mungu, na mtu anamtukuza Mungu. Na nipo hapa kukuambia kwamba neno la Mungu linaokoa. Neno moja tu la Mungu linatosha kumwokoa mwanadamu. Haleluya. Na somo ambalo Mungu ametupa, ujumbe ambao Mungu ametupa, unasema kwamba hasara ya kutoruhusu mapenzi ya Mungu ndio yatimie juu ya maisha yako. Hasara ya kutoruhusu mapenzi ya Mungu ndio yatimie juu ya maisha yako au juu ya maisha yetu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Labda nianze kusema ya kwamba, wapendwa, tumekuwa watu wa kumwambia Mungu, naomba hiki, nataka hiki, natamani hiki. Kuomba sio vibaya, lakini tumeshindwa kujua au bila kujua kusudi la Mungu juu yetu. Tunaomba tu bila kujua kusudi la Mungu juu yetu. Tunamwambia tu Mungu, yani tumekuwa watu wa kumpangia Mungu, nataka hiki, naomba hiki, natamani hiki, hivyo. Bila kujua kusudi la Mungu juu yetu, bila kujua kusudi la Mungu juu ya hicho kitu unachokitamani, au huyo mtu unayetamani uwe naye,
au watu unaotamani kuwa nao, kushirikiana nao. Yaani tumekuwa tunampelekea Mungu majina. Mungu, nataka niwe na huyu. Je, ni kusudi la Mungu uwe na huyo mtu au hao watu ushirikiane nao? Kichwa cha somo: hasara ya kutoruhusu mapenzi ya Mungu ndio yatimie juu ya maisha yako. Na saa ingine bila kujua Mungu ametupangia nini na kwa wakati gani na wapi hata tuwepo kwa wakati gani, bila kujua ni nini mapenzi ya Mungu juu yetu. Na sio kujua tu, sio kutafuta kuyajua tu. Yaani sisi wanadamu tumekuwa sio watu wa kutafuta, sio tu kujua mapenzi ya Mungu, bali hata kutafuta mapenzi ya Mungu hatuyatafuti. Yaani sio tu kutaka kuyajua, hata ile kutafuta hatuyatafuti. Hata kumuuliza Mungu basi hatumuulizi. Tumekuwa bize kumpangia Mungu cha kufanya kwenye maisha yetu, badala ya kuachilia kusudi la Mungu ndio litimie kwenye maisha yetu. Na ukitaka angalia hata maombi tunayoomba yamejaa mambo yetu. Alafu tumejikuta ya kwamba Mungu asipojibu, tumejikuta hata tunafarakana na Mungu kabisa. Uhusiano wetu na Mungu unakuwa unapungua kwa sababu Mungu hajibu mambo yetu. Tunasahau ya kwamba Mungu yupo kulitimiza kusudi lake kwenye maisha yetu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na yoyote aliye katika kizazi hiki anisikie. Kizazi hiki kimesahau ya kwamba Mungu yupo kulitimiza kusudi lake kwenye kizazi hiki, kwenye maisha yetu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na hii Mungu kanuni yake hajaianza kwetu sisi tu. Ameianza toka mwanzo na mpaka Ufunuo. Kusudi la Mungu ndilo linalosimama. Na ndio maana hii Biblia hii, neno la Mungu lilo hai, imetangaza mwisho kabla ya mwanzo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mambo ambayo yajayo yapo kwenye Biblia hii. Ndio maana kuna kitabu cha mwisho cha Ufunuo wa Yohana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa hii inatuonyesha ni jinsi gani ya kwamba Mungu yeye yupo interested sana na kusudi lake yeye kwenye maisha yetu sisi. Na tutakwenda kujifunza na Roho Mtakatifu afungue akili zetu tupate kuelewa maandiko katika jina la Yesu. Mithali 19 mstari wa 21, neno la Mungu linasema, ukifungua Biblia yako utakutana na neno la Mungu linasema, mna hila nyingi moyoni mwa mtu, lakini shauri la Bwana ndilo litakalosimama. Amen. Mna hila nyingi mioyoni kwetu sisi wanadamu. Mna mambo mengi, mipango mingi, lakini shauri la Bwana, yani kusudi la Bwana, kusudi la Mungu ndilo litakalosimama. Bwana Yesu apewe sifa sana. Wapendwa, tunasahau neno la Mungu linatuambia Mungu anaujua mwisho wetu kabla ya mwanzo. Tuishi tusisahau hili. Na ndio maana nitakuthibitishia katika Zaburi 139 mstari wa 16. 139 nafikiri mstari wa 16, neno la Mungu linasema, kifungua hapo, neno la Mungu linasema, macho yako yaliniona kabla sijakamilika, chuoni mwako ziliandikwa zote pia, siku zilizoamriwa kabla hazijawa bado. Haleluya. Umelielewa hili neno? Macho yako yaliniona kabla sijakamilika, chuoni mwako ziliandikwa zote pia, kawekwa koma, siku zilizoamriwa kabla hazijawa bado. Kwa hiyo kwa neno hili, macho ya Mungu yalikuona kabla haujakamilika, kabla hata haujawa hivyo unavyojiona leo mwanadamu uliyekamilika. Zaidi ya yote, katika kitabu cha Mungu, chuo cha Mungu, chuoni mwa Mungu ziliamriwa siku zetu kabla hazijawa bado. Katika kitabu cha Mungu ziliandikwa siku zetu zote. Mungu aliziandika, alizoziamuru tuishi hapa duniani kabla hazijawa bado, kabla hata haujaanza kuziishi. Kwa hiyo toka ile day one, siku ya kwanza, yani tayari ulikuwa umeshaandikwa. Yani kwa neno hili, ukilitafakari neno hili, utalitafakari na kulirudia, ina maana kwamba
kuna chuo, hicho ndo kitabu ambacho Mungu aliandika maisha yako na maisha yangu, na kila mtu ana kitabu chake. Sasa hicho kitabu kilivyoandikwa, kikaandikwa kuanzia maisha ya siku ya kwanza yako mpaka siku yako ya mwisho hapa duniani. Alafu Mungu alivyomaliza, alivyoweka ile nukta ya mwisho, kile kitabu sasa ndo yani ndo maisha yako. Ukija hapa duniani unaanza ukurasa wa kwanza, ukurasa wa pili, ukurasa wa tatu, lakini kumbuka mambo yote Mungu ameshayapanga, ameyaweka pale. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo maisha yetu sisi wanadamu Mungu ameshayapanga kutoka mwanzo mpaka mwisho. Na ndio maana kinachotufanya tufeli sisi wanadamu, au kinachotufanya tukwame na tuishi maisha ya taabu, ni kumwacha Mungu pembeni, ambaye ndiye anayejua hatima ya maisha yetu, yani mwisho wa maisha yetu, yani mapito ya maisha yetu. Alafu tunataka kujiongoza wenyewe, tukijifanya sisi ni wajanja. Hapo ndipo tunapofeli. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa utaelewa katika kitabu cha Yeremia 1:5, neno la Mungu linasema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Alafu kasema nimekuweka kuwa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ukiendelea kusoma kwenye huo mstari utaona kwamba Yeremia yeye aliwekwa kuwa nabii. Amen. Kwa hiyo pale na sisi kuna kitu ambacho Mungu ametuweka kuwa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na ndio maana Mungu huwa anajifunua zaidi pale ambapo mwanadamu anasema sasa siwezi, nimefika mwisho. Hapa ni Mungu tu aingilie kati. Yani wakati wa udhaifu ndipo Mungu anajifunua. Na ndio maana alisema, alimwambia Paulo, akamwambia kwamba neema yangu ya kutosha katika udhaifu wako, kwa sababu kwenye udhaifu ndipo ninadhihirisha nguvu zangu mimi Mungu. Lakini pale mwanadamu anapojifanya mjanja, kutaka kwenda kwa kujitumainia, kutumainia mali alizonazo, kutumainia kile alicho nacho, kutumainia wanadamu waliomzunguka, Mungu anakaa pembeni kwanza, anakuangalia utafika wapi, kwa sababu hatima ya maisha yako anao mkononi mwake yeye. Sasa pale sasa ndo adui naye anaingia, shetani anaingia. Ndo unaona mivurugikano kwenye maisha, ni kuvurugikana, yani ni kuvurugika na kuvurugika tena. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na ndio maana usishangae Mungu anavyotuambia sisi wanadamu, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemea akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyosha nini? Mapito yako. Mkiri yeye katika mapito yako yote. Waambie maadui zako kwamba Mungu anaweza kunivusha hapa. Sina muda wa kugombana na nyinyi. Yupo Mungu ambaye ananipigania. Yupo Mungu ambaye ananitetea. Yupo Mungu ambaye ataitokeza haki yangu kama adhuhuri. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kuna mtu ataniuliza, sasa Mama El, kwa hii mistari uliosema Mungu anasema hivi, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Kwa nini Mungu ametupa akili? Unisikilize. Mungu ametupa akili tuzitumie, lakini tusizitumainie. Mungu amemuumba mwanadamu, yani inewei kwamba anataka tumtumaini yeye. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tusitumaini kitu chochote, tusizitumaini akili. Akili tuzitumie, lakini tumtumaini Mungu. Haleluya. Na ndio maana hizi akili hizi, kuna wakati unaweza ukapita katika dunia hii mpaka ukasema sasa mimi akili yangu imefika mwisho. Haleluya. Sasa hapo ndipo wanadamu ndio tunaanza sasa kumtafuta Mungu, kutafuta maombi, kutafuta msaada wa Mungu, lakini kumbuka tayari tumeshapoteza muda. Kwa hiyo usizunguke mlima ule ule. Kwa nini Mungu amenipa ili neno limekufikia leo hii? Usizunguke mlima ule ule ambao labda mimi niliuzunguka. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa sababu paka unakuja mtu paka anakuja kushuka Mungu yupo. Yani tayari umeshapita na kupita tena. Alafu ukisha mkamata Mungu sasa ukauona uzuri wa Mungu, unaanza kusema
kwa nini sijaokoka mimi kabla kipindi kile, nilipokuwa msichana, yani kwa nini? Yani hivyo unatamani wokovu ungeupata hata wakati mdogo, yani hivyo, kwa sababu unauona uzuri wa Mungu, kwamba umejijua, yani haisei dunia, kumbe bila Mungu yani maisha yetu ni bure, tuko watupu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mungu anisaidie nisitoke nje ya topic. Kwa hiyo neno la Mungu linasema na sisi ya kwamba hata mimi na wewe, kama vile Mungu alivyosema katika Yeremia 1:5, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa. Amen. Hata mimi na wewe Mungu alitujua kabla hatujaingia kwenye matumbo ya mama zetu, na kabla hatujatoka tulitakaswa. Maana yake nini? Mungu alitutenga kwa kusudi lake. Amen. Tulisimamie kusudi lake hapa duniani, na Mungu ameweka katika njia zetu vitendea kazi, yani vya kutimiza hilo kusudi la Mungu. Amen. Na watu aliowakusudia tukutane nao kwa ajili ya kulitimiza kusudi lake. Yani nikwambie hivi, ukisimama kwenye kusudi la Mungu huwa linajisuka lenyewe. Amen. Yani natoa mfano kwenye utumishi wa Mungu, kwa sababu mimi Mungu ameniweka nimtumikie. Yani ukisimama kwenye kusudi la Mungu katika mfano labda utumishi, yani Mungu mwenyewe anafanya kazi yake. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na ukiona unapata mahangaiko, hebu rudi kwenye magoti, kwa sababu kazi ya Mungu, yani Mungu anaifanya kazi yake. Atainua watu usiowategemea, atainua watu kuisapoti kazi yake yeye Mungu, yani bila hata kuwasukuma. Yule mtu kaguswaje, mimi huwa namshangaa Mungu, nasema Mungu unafanyaje? Kwa sababu anainua watu ambao wewe hata hujawahi kukutana nao katika macho ya damu na nyama, hamjawahi kukutana, hamjawahi kuonana, lakini mtu anainuka, anaisapoti kazi ya Mungu. Huyu mtu kaguswa na nani? Hata mimi namuulizaga Mungu, unafanyaje? Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo nataka tu nikwambie, point yangu ni kwamba ukisimama katika kusudi la Mungu, kuna watu Mungu aliwakusudia katika njia yako. Wapo watu walio sahihi wapate kusimamia hicho kitu, kusapoti hicho kitu. Kuna vitendea kazi ambavyo Mungu amevikusudia katika kusapoti utimize hiyo hatima ya maisha yako. Haijalishi Mungu amekuweka kuwa nani mahali hapo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na ndio maana ni muhimu sana tumuombe Mungu tukutane na watu walio sahihi kwenye maisha yetu. Amen. Na kwa wakati sahihi, kwa sababu wanaweza wakawa wanakuja lakini kumbe too late. Yani imechelewa. Alafu Mungu atusaidia watu tutakapokutana nao tuwatambue. Amen, tuwatambue. Sasa hawa watu ambao Mungu amewaweka kwenye maisha yako, kusaidia hatima ya maisha yako, usitarajie labda atakuja na suti, sijui atakuja yukoje. Mungu anaweza kumchagua mtu yoyote yule. Amen. Akamweka kwenye njia yako. Anawajua aliowapanga, alioandika kwenye chuo chako, kwenye kitabu chako. Sasa kitu shetani anachofanya, anapingana na kusudi la Mungu. Anachofanya, atakukutanisha na watu ambao sio sahihi, atakuchelewesha, na unaweza kukutana na mtu ambaye yuko sahihi kabisa, ambaye ndio Mungu amemkusudia, ukamsukumia mbali. Na ndio maana wapendwa wangu, kuna mtu mwingine unakutana naye dakika chache tu, siku chache tu, lakini historia ya maisha yako inabadilika kabisa. Inakuwa inabadilika kabisa. Na inaweza ikabadilika katika kuwa vizuri, na inaweza ikabadilika katika kuwa vibaya. Kuna mtu unakutana naye tu, yani mambo yako yanaanza kunyooka, unaanza kuwa na amani, unaanza kuwa na tumaini la kusonga mbele. Yani unaona, yani umekutana naye muda mchache sana sana sana, na wakati huko nyuma ulikuwa na watu, jopo la watu ambao labda wameshika maisha yako, lakini kulikuwa hamna mabadiliko yoyote. Na kuna mtu mwingine unakutana naye,
dakika chache tu kila kitu kimevurugika kwenye maisha yako. Sasa ukiona hivyo, na Roho Mtakatifu akukumbushe ili neno. Kuna watu Mungu amewakusudia, ambao watu sahihi kwa kutimiza kusudi lake yeye Mungu. Amen. Ingia kwenye maombi. Unapokutana na mtu, ingia kwenye maombi na uwe na tabia ya kuachilia damu ya Yesu katikati yako wewe na yule mtu, kwa sababu ukiachilia damu ya Yesu, kama sio kusudi la Mungu, ataondoka. Mungu atawatenganisha. Amen. Na ninaposema atawatenganisha, sio kwamba kutatokea ugomvi sio nini. Mungu ana njia zake yeye. Bwana Yesu apewe sifa sana, ambazo ni njia za amani. Haleluya, Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo nakwambia kwamba shetani lengo lake ni kupingana na kusudi la Mungu. Atajitahidi kupotosha njia zako, hata kukutanisha na watu ambao sio sahihi. Na ukikutana na walio sahihi, unawasukumia mbali, unawadharau. Yamkini hawaonekani vile ulivyokuwa unatarajia. Kumbuka mambo ya Mungu au navyo Mungu anavyofikiri Mungu sio kama sisi tunavyofikiri. Kwa hiyo jifunze sana kuwa sense hawa watu, kuwa makini, yani kuwatambua. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu azidi kuinuliwa. Sasa si kila mtu ametengwa awe nabii kama Yeremia. Amen. Hata wewe unacho cha kwako ambacho Mungu alichokupa, na ukisimama hapo Mungu utaziona baraka za Mungu. Na ndio maana ni muhimu sana kumwambia Mungu, nijulishe ni nini yaliyo mapenzi yako. Ni nini kusudi la wewe kuniweka mimi hapa duniani. Bwana Yesu nisaidie. Kuna watu ni madokta, lakini katika udokta wao yani wanautangaza ufalme wa Mungu. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na ukiona unafanya kitu kinakuletea mahangaiko moyoni, una amani nacho, yani unafanya mahangaiko hata kama unamtumikia Mungu. Ukiona unapata mahangaiko, hebu rudi kwenye magoti. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na ndio maana Roho wa Mungu anatufundisha leo hii, ni muhimu mwanadamu akiwa hapa duniani kutafuta kuishi ndani ya kusudi la Mungu. Yaani kwenye mpango wa Mungu aliyokusudia uishi. Ndipo utafanikiwa sana sana, kwa sababu Mungu anatuambia katika neno lake ya kwamba katika Yeremia 29 mstari wa 11. Sasa ngoja kabla sijasoma hapa nikwambie kwamba kuna watu wanaona ya kwamba nikimwambia Mungu mapenzi yako yatimie kwenye maisha yangu, yani kama nitakosea vile, kwa sababu tayari ule mtu moyoni mwake mna ila nyingi, mna mipango mingi. Yani ameshapanga, nataka sijui ni muoe huyu, niolewe na huyu, sijui nifanye hivi, mambo ni mengi. Sasa pale yani hadi moyo wake akiwa anasita, Roho wa Mungu anamwambia kwenye moyo wake, lakini mapenzi ya Mungu ndio anatakiwa yatimie, lakini bado anashindana na ile sauti ya Mungu, akijua kwamba labda Mungu atampangia mtu mbaya zaidi ya yule aliyemchagua yeye, au njia mbaya zaidi aliyoichagua yeye. Sasa lisikie neno la Bwana. Yeremia 29:11 asema Bwana, maana nayajua mawazo ninayo wawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani. Sema Mungu ananiwazia mawazo ya amani. Sema tena, Mungu ananiwazia mawazo ya amani. Haleluya. Na anaendelea kusema hapa, wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Sema Mungu ananiwazia mawazo ya amani, wala si mabaya, kunipa mimi tumaini siku zangu za mwisho. Hii iingie kwenye vibao vya moyo wako, kwa karamu ya Roho Mtakatifu iandikwe kwamba Mungu anakuwazia mawazo ya amani, kukupa tumaini siku zako za mwisho. Hakuwazii mawazo mabaya. Ukisoma Biblia ya Kiingereza utaona ya kwamba imeandikwa, naijua mipango niliyowapangia ninyi. Plans imeandikwa ni mipango ya amani, ya kukupa tumaini. Haleluya. Je, hili neno halitoshi kumkabidhi Mungu njia zetu na kumwacha Mungu atende? Kwangu mimi linatosha. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mimi nimedaka, sijui wewe upande wako. Na ndio maana ukiona unapoteza tumaini,
kwa sababu Mungu amesema hivi, mawazo yangu mimi ni ya amani wala si mabaya, kukupa wewe tumaini siku zako za mwisho. Na ndio maana mwanadamu, ukiona unapoteza tumaini, ujue umeacha kumwangalia Mungu. Ukiona umepoteza tumaini, unakata tamaa, ujue macho yako yameacha kumwangalia Mungu. Unaangalia nini? Bahari. Unaangalia mawimbi badala ya kumwangalia Yesu mbele yako, aliyekwambia tembea juu ya maji. Tembea. Petro alipoacha tu kumtazama Yesu, akaangalia yale mawimbi yale, akaanza kuzama. Kwa hiyo ukiona unapoteza tumaini, ujue umeacha kumwangalia Mungu na kujikabidhi kwenye mikono ya Mungu ili uongozwe naye. Haleluya, Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa kumbuka neno letu, nataka nikuonyeshe hasara ya kumpangia Mungu mipango na kutoruhusu mapenzi yake yatimie. Zaburi 106 mstari wa 14 na wa 15, neno la Mungu linasema, bali Zaburi 106 mstari wa 14 na wa 15. Haleluya. Bali walitamani sana jangwani, wakamjaribu Mungu nyikani, akawapa walichomtaka, akawakondesha roho zao. Aliwapa walichomtaka Mungu, akawakondesha roho zao. Bwana Yesu apewe sifa sana. Wapendwa, hasara ni kumng'ang'ania. Ukimng'ang'ania sana Mungu, atakupa sawasawa na tamaa yako. Mungu atakupa, kwa sababu amesema ombeni nanyi mtapewa. Atakupa sawasawa na tamaa yako. Yaani Mungu atakupa unachokitaka hata kama kiko nje ya mapenzi yake, lakini atakukondesha roho yako. Roho yako itakonda. Roho yako itakonda, na ndio maana unashangaa, unaona kama ni baraka, lakini kiukweli hiyo baraka haikupi amani, inakuletea huzuni, inakuletea majuto, unaanza kujuta ndani yako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Katika mtihani tunaokutana nao sisi watumishi wa Mungu, naweza kusema, au mimi naweza nikasema, ni kwamba unakuta mtu anakuja kuomba aombewe maombi, lakini tayari ameshapanga, yani ashampangia Mungu kwamba mimi ni hivi, yani mimi nataka niolewe na mtu fulani. Umeona Sasa wewe wakati mtumishi wa Mungu naomba, Roho Mtakatifu anakuongoza, anakwambia omba mapenzi ya Mungu yatimie. Omba kusudi la Mungu ndilo lisimame. Yani unakuta ule mtu anahuzunika kwa sababu yeye alikuja na matarajio mengi. Yani anakuja anataka ufanye, kwa sababu wapendwa, mtumishi wa Mungu sio mganga wa kienyeji. Amen. Mtumishi wa Mungu anaongozwa na Roho wa Mungu. Mtumishi wa Mungu anafanya sawasawa na mapenzi ya Mungu. Ni nini Mungu anamwambia afanye? Ni nini Mungu anamwambia aombe? Kwa hiyo pale anapoomba anaongozwa, kwa sababu neno la Mungu linaniambia wote wanaongozwa na Roho wa Mungu ndio nini? Ndio watoto wa Mungu, si ndio? Sasa anaweza mfano ukaomba, ukang'ang'ania kabisa uolewe na huyo kaka au huyo dada, lakini ukaiona kabisa, mkafunga harusi, mkafurahi. Shetani yuko hivi, atakufurahisha, mtafunga harusi, ataacha, anakusubiri. Sasa baadaye unaona mbona tena ndoa yenyewe sio baraka tena, ndio unaingiza. Mungu anakukondesha roho yako. Amekupa ulichomtaka, lakini roho imekonda. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na ndio alichofanya hata kwa wana wa Israeli. Aliwapa zile nyama kwa hasira. Kwa hasira zilishuka nyama za hasira, kwa sababu Mungu alisema hao watanidharau mpaka lini? Wanakumbuka minyama ya Misri, wakizani mimi Mungu niliowafanyia miujiza mikubwa siwezi kuwapa nyama. Akashusha nyama kwa hasira. Kwa kumbe Mungu anaweza akakupa hicho kitu. Nyama kwani ni kitu kibaya jamani? Lakini aliwakondesha roho zao. Sijui unanielewa? Mungu akufungue akili zako. Sasa hii ndio hasara, kwamba bali walitamani sana jangwani, wakamjaribu Mungu nyikani, akawapa walichomtaka, akawakondesha roho zao. Mungu atakupa ndio unachotaka, lakini atakondesha roho yako. Sasa ya nini hayo yote? Kwa nini uende kwenye majuto? Mithali 10 mstari wa 22, neno la Mungu linatuambia, baraka za Bwana hutajirisha, wala hachanganyi huzuni nayo.
Kwa hiyo ukiona baraka imechanganyika na huzuni, hebu uweka maswali, alama ya kiulizo, kwa sababu Mungu hawezi kwenda kinyume na neno lake. Haleluya. Baraka za Bwana utajilisha, wala achanganyi huzuni nayo. Hii ni Mithali 10:22. Na ndio maana wapendwa, sasa kuna mwingine ananiambia, kwa hiyo anajiuliza moyoni mwake, kwa hiyo Mama Eli tusiombe? Hapana. Kuomba ni lazima. Tunaomba, lakini pamoja na kwamba tunaomba, lakini tujifunze kumwambia Mungu Baba kwa kumaanisha kabisa. Umaanishe ndani ya moyo wako, kwa sababu Mungu anaangalia moyo, sio kama sisi wanadamu tuangaliaje. Wanadamu unaweza ukatamka mbele yangu mimi, mtumishi, nahitaji hiki na hiki, lakini mapenzi ya Mungu yatimie. Mungu anaangalia moyo. Kweli unataka mapenzi ya Mungu yatimie? Kwa hiyo nataka nikwambia kwamba pamoja na kwamba tunaomba, lakini tujifunze kumwambia Mungu Baba kwa kumaanisha kwamba Baba, ninatamani hiki, ninakuomba hiki Baba yangu wa mbinguni, lakini mapenzi yako ndiyo yatimie. Ninatamani kwenda kuishi sehemu fulani, nchi fulani Baba, na kuomba mapenzi yako yatimie. Ukishafanya vile, hata zile njia ambazo kama ni kusudi la Mungu ukaishi hiyo nchi, hiyo sehemu, Mungu atafungua, ataanza kuangalia katika njia ya huyu, katika wakati huu nilimpangia wanadamu gani wamsukume aende mahali hapo, wafanye ili kusudi la Mungu, wamsukume ili akafikia hayo malengo ambayo mimi nitajipatia utukufu Mungu. Sasa Mungu utaona anayanyosha mapito yako kwa sababu umemtumaini. Amen. Unamwambia Baba yangu wa mbinguni, ninatamani hiki, ninakuomba hiki, lakini mapenzi yako ndio yafanye nini? Yasimame, yatimie. Na ukifanya hivi utafika mbali sana. Wapendwa, Mungu anapendezwa na mwanadamu anapojimimina kwake kwa unyenyekevu. Na ndio maana hata sala aliyotufundisha Bwana wetu Yesu Kristo, maombi, wale wanafunzi wako walivyomwambia tuombaje, katika ile sala ya Baba yetu uliye mbinguni, kuna sentensi inasema, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Kwa hiyo hata Bwana wetu Yesu Kristo, maombi yake yalikuwa yanaambatana na hii sentensi, mapenzi ya Baba yake yatimie. Mfano nitakutolea. Wakati Bwana Yesu mwili wake na nafsi vinaungana kushindana, yani vinashindana asitimize kusudi la Mungu, akawa anasema, Mungu Baba, kikombe hiki na kiniepuke. Lakini alisemaje mwisho? Maombi yake yalikuwa kikombe kimwepuke, lakini mwisho akasema, Baba, sio kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Na tunaona ya kwamba Bwana Yesu ilikuwa ni mapenzi ya Mungu afe msalabani na afufuke kwa ajili yetu. Na ndio maana leo hii sisi tuna ushindi wa kusimama kwa ujasiri. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa aliomba, Baba, kikombe hiki kiniepuke, lakini alijua hii kanuni ninayokufundisha wewe leo. Amen. Hii kanuni ambayo leo Roho wa Mungu anakufundisha kupitia kinywa hiki. Akasema hivi, Baba, si kama nitakavyo mimi, sio kama ninavyotaka mimi. Najua mimi mwili wangu unataka nisiende msalabani, lakini Mungu, ni kama utakavyo wewe. Mapenzi yako yafanye nini? Yatimie. Haleluya. Sijui umenielewa paka hapo. Je, ni wangapi leo hii tunamwamini Mungu Baba asilimia zote, kwamba mapenzi yake yeye Mungu ndiyo mema kwetu, hata tukamwambia kama Yesu mwana wa Mungu aliye hai alivyosema ya kwamba sio kama nitakavyo mimi. Ndiyo Mungu, natamani sana nimuoe huyu msichana, natamani sana niolewe na huyu kaka, natamani sana niende sehemu fulani, natamani sana Baba nifanye kitu fulani, lakini Mungu, si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Bwana Yesu apewe sifa sana. Unaposema hivyo kwa moyo unyenyekevu, Mungu anaingilia kati maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa utaelewa Daudi alipokuwa anasema, Baba Mungu unichunguze, anaomba,
Baba Mungu, unichunguze, uone kama kuna njia iletayo majuto moyoni mwangu, uniepushe na kuniongoza katika njia ya haki. Kwa hiyo kuna njia ambazo sisi tunaziona ni sawa kabisa machoni petu wanadamu, neno la Mungu linasema, lakini mwisho wake ni nini? Ni majuto. Na ukilijua hili, utakuwa unaomba Mungu, embu chunguza humu moyoni mwangu humu, maana moyo ni sangine unakuwa ni mdanganyifu. Humu moyoni mwangu kama kuna njia iletao majuto, Baba, naomba uniepushie, uniongoze katika njia ya haki, njia ambayo haina majuto, kwa sababu wito wa Mungu hauna majuto, asema Bwana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Lakini wapendwa, ugumu wa mioyo ya wanadamu wa kukabidhi mambo yetu kwa Mungu ndio unatuangamiza, ndio unatuingiza kwenye njia za majuto. Huu ni ugumu wa moyo wa mwanadamu. Leo umelisikia neno hili, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na hili ndilo neno la Mungu. Mungu akubariki sana kwa kusikia na likazidi kukubariki. Tutaomba, tutaingia kwenye maombi. Bwana Yesu, ninakuja kwako Baba, unifanye kama upendavyo. Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninakuja kwako Baba, unifanye kama upendavyo. Naomba nifinyange, nifinyange Yesu, nifinyange Baba, unifanye kama upendavyo. Naomba nifinyange Yesu, nifinyange, nifinyange Baba, unifanye kama upendavyo. Bwana Yesu, imba kwa kumaanisha. Bwana Yesu, ninakuja kwako Baba, unifanye kama upendavyo. Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninakuja kwako Baba, unifanye kama upendavyo. Naomba nifinyange, nifinyange Yesu, nifinyange Baba, unifanye kama upendavyo. Haleluya. Basi tutasema wote, tutaomba maombi haya. Utasema baada yangu, utaomba baada yangu. Baba Mungu wa mbinguni, asante kwa neno lako, nimelisikia. Limekuja kunionya na kunitoa kwenye maangamizo yangu yote. Baba, ninaomba unirehemu, unisamehe na kunisafisha kwa damu ya Bwana Yesu Kristo. Baba Mungu, ninakuomba Roho wako Mtakatifu anikumbushe siku zote neno hili na kuniongoza niombe sawasawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Mungu akubariki sana na Mungu Baba akutie nguvu katika jina la Yesu. Amen. Na Mungu akikupa kibali, karibu tujifunze neno la Mungu kupitia namba hizi: +255 718293144, na namba nyingine ni +255 784625048. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu. Amen.